بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 3 mwezi wa Muharram mwaka 1440, katika kikao cha darasa ya kitabu Tajdidul Iman الشيخ الفاضل عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى, ilikuwa kikao cha jana kiwe ni cha mwisho, ingawa kikarefuka kidogo, na kama tulivyoazimia kuwa insha Allah taala leo ndio itakuwa ni kikao cha mwisho katika hii risala. نسأل الله أن يرزقنا والسامعين الإخلاص في القول والعمل. قال حفظه الله: قرناء السوء. akiwa aorodhesha sababu miongoni mwa sababu za nje ya dhati ya mwanadamu zinazosababisha kudhoofika kwa iman, baada ya kutaja ash-shaytan kisha kataja ad-dunya wa fitanuha, akamalizia na qurana usu, marafiki wabaya. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من قرين السوء وخليط الفساد. imesihi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kututahadharisha kutokamana na rafiki mbaya, kutokamana na yule unayetangamana naye akasababisha ufisadi na uovu. قال صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. mtu yoyote yule yuko pamoja au atafuata mwenendo wa kipenzi chake, yule anayempenda na kukaa naye, basi atizame mmoja wenu ni nani anayemweka karibu akawa kipenzi chake, ni nani rafiki yake. Jambo muhimu sana ambalo wengi katika vijana wamelizembea. ولهذا ينبغي على المؤمن ألا يصاحب إلا من تعود من صحبته عليه بالخير والنفع في دينه. kwa ajili ya hiyo, kuwa ikiwa mtu yuko katika tabia za yule anayempenda na kufuatana naye, basi ajue kuwa mu'min hasuhubiani isipokuwa na yule ambaye katika kusuhubiana kwako wewe na yeye kutakuletea kheri na manufaa katika dini yako. Dini ndiyo inaotangulizwa, wala sio dunia. Wala usidhani umepata rafiki mzuri kwa kuwa wapata dunia kwake yeye. La, yule anayekunufaisha wewe katika dini yako, katika akhira yako. Kwa hivyo kila mmoja wetu ajitizame marafiki zake wa karibu. Je, huyu ninayesuhubiana naye anufaisha mimi katika dini yangu au la?
ikiwa hakunufaishi katika dini yako, kaa mbali naye, si rafiki. Wallahi mtakuwa maadui siku ya kiyama. Al-akhillau yawma idhin ba'dhuhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin, wale ambao ni wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala peke yao, wakashikamana katika kuamrishana mema na kukatazana maovu, hao ndio hawatakuwa maadui siku hiyo. Ama waliobakia, al-akhillau yawma idhin ba'dhuhum li ba'dhin adu, au mnaoona vipenzi katika hii dunia, siku ya kiyama watakuwa kila mmoja ni adui wa mwenzake. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا, siku hiyo kutakuja na watu watalaaniana, kila mmoja amlaani mwenzake. Na siku hiyo Allah subhanahu wa ta'ala sema, wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila. Ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi, haumi usbu' an-nadam, ala yadayhi, atauma meno yake, atauma mikono yake yote kwa meno, mkono wa kulia na wa kushoto, mkono si kidole, kwa majuto. Ya laiti ningelifuata njia ya mtume, ya wailata, ole wangu mimi, laitani lam attakhidh fulanan khalila, ya laiti nisingemchukulia fulani kuwa ndio kipenzi changu. Kwa nini ufikie huko? Hapa duniani badilika. Rafiki anayekununulia bangi akakaa na wewe, rafiki huyo? Shaytan. Rafiki ambaye Jumamosi ya kutafuta kununulia marungi na huna kazi ya kufanya wewe, rafiki huyo? Ikiwa na uwezo wa kupe kazi ya kufanya, kuna familia nyumbani ya kusubiri, una chochote, lakini ikifika Jumamosi, kwa kuwa yule bwana aona nikibakia peke yangu mimi sitokuwa na raha, mpaka nipate watu wawili watatu wajinga wanitekeshe, wazungumze na mimi, wanifurahishe. Kwa hivyo yuko radhi yeye kugharamikia starehe yako ya maasi, eti ndio rafiki huyo. Siku ya pili ukimwambia ninapungukiwa nyumbani, hakuna kitu, hakusaidii na chochote, rafiki huyo? Huu ni urafiki wa kusukumana katika moto wa jahannam, wal'iyadhu billah. Hamka. Mtu achunge sana nani rafiki yako. Kio rafiki zako wa vikao vya kula marungi, achana nao, si marafiki wallahi hao. Hata akakwambia nini, si rafiki yako. Nenda katafute marafiki watakupeleka misikitini, watakupeleka darasani, marafiki ambao watakuongoza katika khairi. Ama marafiki kwa ajili ya starehe za kidunia, hao watakuwa maadui siku ya kiyama. Mtu atizame, na kila mmoja wetu afahamu, hakikisha rafiki unayefuatana naye faida yarejea kwako wewe, ya khairi na faida katika dini yako. Wa an yahdhara min mukhalatati kulli ahad, atahadhari mu'min kutangamana na kila mtu ya rafiki yako tu. Mimi nina marafiki wengi wana raha, afutaji bangi mimi nao, wale jimarungi mimi nao, na pia wenye kuswali nao, wale nao wengine. Tahadhari na kutangamana na kila mtu wamfanya rafiki yako wewe. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: ليس للمؤمن أن يقعد مع كل من شاء. مؤمن hana ruhusa ya kukaa na kila mtu anayetaka yeye. Allah hakumpa ruhusa hiyo, na Mtume wa salama hakumpa ruhusa hiyo, na dini haikubali hilo. Kuna watu dini imekukataza kukaa na wao, na hawa marafiki wabaya dini imekukataza wewe kukaa na wao. ويقول سفيان رحمه الله: ليس أبلغ في فساد رجل وصلاحه من صاحب. hakuna kinachofanya upeo wa ufisadi kwa mtu ama upeo wa kutengenea kwa mtu kama rafiki. Bimaana yule rafiki akiwa ni mwema, basi atakuvutia biidhnillahi ta'ala katika khairi, na yule rafiki akiwa mfisidifu muovu,
basi jua kuwa yule rafiki atakuvutia wewe katika shari na itakuwa ni sababu ya wewe kuangamia. Chunga. وكان يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اعتبروا الناس بأخدانهم وزingatieni watu kwa wale wasiri wao wanaokaa na wao, wendani wao wanaotembea na wao. فإن المرء لا يخادن إلا من يعجبه, kwa sababu mtu hawezi kusuhubiana isipokuwa na yule anayempenda vile alivyo. Kwa ili umhukumu mtu, mwanzo muangalie rafiki zake nani, atembea na nani yule. Atembea na wale, basi ni katika wao. Haiwezekani yuko na wao isipokuwa ni kuwa wale watu wamempendezea tabia zao. فخلطة الفساق وأهل السوء من أعظم أسباب نقص الإيمان وضعفه. kusuhubiana na kutangamana na watu waovu mafasik ni katika miongoni mwa sababu kubwa zinazopunguza imani ya mu'min. bal rubbama bmihlalihi wa talashihi, bali huenda ikapelekea kuyayuka ile imani ikaondoka katika moyo wake. wadhālika bihasabi hali haulai fi su'i wa bihasabi khaltatihi lahum, na hii ni kwa kadri ya hali ya wale anaosuhubiana nao katika uovu waliokuwa nao, na kwa kadri anavyotangamana na wao. Yani bimaana ikiwa ni waovu zaidi, basi watamvutia katika uovu zaidi, na ikiwa atangamana na wao zaidi, ndio zaidi atachukua ule uovu waliokuwa nao. ومما استجد في زماننا وهو داخل في حكم الصاحب بل أمره أشد, katika yale yaliyokuja mapya sasa yanaoingia katika hukumu ya rafiki, bali ni zaidi aljulusu ila alqanawat alfadaiya walmawaqi' almunharifati fi alshabakati alankabutiyya, ni watu kuingia katika hii mitandao ya uovu na uchafu, mitandao ya watu waliopinda katika dini yao na watu wachafu katika dunia yao. حيث تمكن أعداء الدين من خلال هذا المجال الدخول إلى المساكن والبيوت يحملون فتنهم وسمومهم وينشرون رذائلهم وحقارتهم وفجورهم. maadui wa hii dini wamemakinika kupitia hii mitandao, kupitia kanat mbalimbali za televisheni, kuweza kuingia mpaka ndani ya majumba ya Waislamu wakiwa wamebeba fitna zao na sumu zao, na kueneza uchafu waliokuwa nao na udhalilifu waliokuwa nao. Ule uchafu ukawa waenea mpaka katika majumba ya Waislamu. Kama mtu ameweka TV ndani ya nyumba yake, ina channel kila aina, na pengine aketi yeye na watoto wake watizame. Atizama nini? Musalsali, yaja episode ya kwanza, ya pili, ya tatu, story ya mahaba. Yule kamuibia mume wa yule, yule kamuibia mume wa yule, yule ampendana na yule, yule ameketi na binti yake watizama. Watarajia nini baada ya hapo? Ndio mafunzo yowafunzwa sallallahu alaihi wasallam. وكانوا سابقا يعجزون عن الوصول إلى أفكار الشباب وعقول الناشئ. mwanzo huko walikuwa hawana uwezo, wameshindwa kufikia katika fikra za vijana na akili za wanaokulia chipukizi, wameshindwa. Lakini sasa hivi imekuwa ni sahali kwao. Na hii sizungumzii katika upande wa uchafu peke yake, hata upande wa pili wa dini. Kama mfano fikra za kikhawarij hazikuweza kufika kwa vijana zaidi kama zilivyofika kwa kupitia mitandao. Tafikishiwa mambo aina mbalimbali ya ajabu kabisa.
mambo ya fitna za ajabu ajabu. Wallahu almusta'an. Wa inna min almu'sif haqqan an asbaha fi abna'i almuslimina wa banatihim من يجلس أمام هذه الشاشات المدمرة الساعات الطوال يصغي إليهم بسمعه وينظر إليهم بعينه ويقبل على ما يعرضونه بقلبه. ومع مر الأيام تتسلل الأفكار الخبيثة وتتعمق المبادئ الهدامة وتغزى العقول والأفكار ويتزايد الشر والفساد. katika mambo ya kusikitisha kikweli, imekuwa leo watoto wa Kiislamu wa kiume kwa wake wanaokaa katika hizi skrini hizi zinazoleta uharibifu masaa marefu, wawasikiliza, wawatizama kwa macho yao na waelekea kwao kwa nyoyo zao na kukubali yale wanaoyafanya na kuyazungumza. Na kila masiku yakipita utakuta zile fikra chafu na mbovu zaingia ndani katika nyoyo zao pole pole tu, ikawa akili zapigwa vita na fikra zao zapigwa vita na shari yazidi kila siku na ufisadi wazidi. Na hili ni jambo ambalo watu walifahamu, liko wazi kabisa. Katika zama ambazo pengine ilikuwa ile TV iko kwa jirani mmoja, kuingia mpaka ulipe shilingi ya sunflower. Zamani ilikuwa hivyo. Ni mitaani. TV iko kwa nyumba fulani jirani yule. Yaani uenda kununua sunflower ili uchungulie tu, hii ndo TV. Hujui hata TV ni nini. Alafu mkiingia huko ndani basi hakuna chochote. Basi tu umeona TV, umenunua sunflower, sijui kama njugu, zile njugu mawe haya. Zamani ilikuwa hivyo. Mimi nakumbuka tukiwa wadogo hivi, jirani wajulikana moja, mbili yule. Nakumbuka mtaani kulikuwa na watu wawili peke yake wana TV. Wakati ule watu hawana ma TV katika majumba yao. Wallahi vijana walikuwa na akhlaq. Vijana walikuwa wachana na mbali kuwa wansoma dini. Ile dini kichache wanachokijua wakiheshimu na kukifuata. Na akhlaq na adabu za kuheshimu watu wazima na kuwajua majirani na haki zao. Mambo yalikuwa yametanda kila mahali. Utulivu kabisa katika mshtama. Mara tu zikaanza kuja nyumba ya pili, nyumba ya tatu, nyumba ya nne. Mwisho usipokuwa nayo nyumbani kwako wewe mshamba. Walioendelea ni wale ambao wanao. Mpaka ikafikia baadhi ya talabatul ilm, na hii nasikitika sana wallahi kwa ndugu zangu, talib ilm ndani nyumba yako wewe utawaonya watu kutokana na hili jambo, kisha uweke ndani nyumba yako. Waonyesha picha gani katika mshtama? Hivi waweza kualikwa na talib ilm kwake ukaona haya wewe? Kiingia pale jamaa kaika TV tena flat screen kubwa, wewe upata faida gani hapa ndani? Pengine labda atakuwa ameinunua wakati alikuwa hajui, basi iko tu pale haina kazi. Labda akitaka kusikiliza mawaidha yawasha pale. Kuna awamu ambao walipofahamu madhara yake wakatoa kila kitu, iko tu pale. Akitaka kusikiliza mawaidha basi asikiliza tena, hakuna tapicha inaonyesha pale. Lakini kuna baadhi ya talabat alilm, kama mtu yosoma huku yuachanga, si anunue vitabu, akishamaliza masomo yake mwenyewe chumbani kwake ikabonge la flat screen, pengine hata kitanda hana, inataweka TV pale, kisha ndio mengine atafuata. Huu ni msiba mkubwa sana, msiba mkubwa sana. Talab alilm kujishughulisha na mambo kama haya. Alafu watoto wetu tuwaelekeza wapi? Najua utasema lakini tuweka zile channel ninio tu, na ukitoka ukifa wewe, yule anayekuja baada yako aliyerithi kile kitu atakitumia kama vile wewe unavyotaka. Ufikiwe na mauti wewe, kisha wale watoto wageuke sasa wao waitumia ile katika kuangalia mambo ya madhara, mambo ya
wewe ndio kisababishi. Wallahu almusta'an. Ama upate talib ilm hakosi mechi ya mpira, talib ilm unaona jana fungilia mbali wale na yule mchezaji yule tumnunua. Wewe nani wewe? Pengine hataki kuwezi kununua msaafu mpaka upewe zawadi msaafu. Sema utamnunua mchezaji, ununua nini? Nunua vitabu wewe ukae usome. Wallahu almusta'an. والواجب على المسلم أن يصون نفسه وبيته عن مواعظ الهدم وطرائق الشر. واجب يا مسلم ni ajihifadhi nafsi yake na nyumba yake kutokamana na zana za kuvunja majumba na njia za shari. Ni kama wachukua nyundo waponda nyumba yako wewe, ukichukua hivi vitu na kuvingiza ndani ya nyumba yako. فالأمر في غاية الخطورة، هذه جامع لخطار سانا. والحافظ هو الله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أنا يفاذي بلا شك أن الله سبحانه وتعالى نمون يكشكمانا الله سبحانه وتعالى ويميونغوزو katika njia iliyonyoka. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يقوي إيماننا ويزيده، وأن يجدد الإيمان في قلوبنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Tasimamia hapo insha Allah, na ikiwa leo ndio mwisho wa hizi darasa za hii risala ambayo ina faida nyingi sana, tajdidul iman, na biidhnillah ta'ala nitawaelezea baada hii kinachofuata. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fik.